ataruhusiwa kukaa katika nchi ya Kiislamu, madhal haupigi vita Uislamu, lakini atakuwa na unyonge mmoja. Kila mwaka ukifika atatozwa jizya, kodi maalum. Analiweza hilo na abakie hapo, haliwezi hilo aondoke, au atashambuliwa na Waislamu kivita, kwa sababu ya kwamba Waislamu ndio watawala wa ulimwengu, wamefanywa na Mwenyezi Mungu kwamba wao ni watukufu, wao ndio wenye kuongoza mambo. Wakija wakikubali udhalilifu, baadaye wataweza kutozwa wao kodi Waislamu. Wakikubali tu udhalilifu katika dunia, basi ile hadhi Mwenyezi Mungu aliyowapa atawanyang'anya, na matokeo yake itakuwa wao ndio wanaoendeshwa mbio, wao ndio wenye kubughudhiwa sasa, na wataingiliwa mpaka katika mambo ya dini yao yaliyokuwa wajibu, yaliyokuwa sunna, yaliyokuwa ni katika sheria, yaliyo katika shurti, wataingiliwa mpaka ndani. Wasiwe na uhuru hata wa kuabudu dini. Watathubutu watu kupenyeza mikono yao, wakiona kidole wamekipenyeza wanapata moyo, mara kati ya kiganja mtu, mara kati ya kichwa, tahamaki. Watu wanaingiza mpaka mwili mzima ndani ya Uislamu. Waislamu wasiwe na haki hata ya kufanya ibada kwa mujibu wa itikadi zao. Hayo kwa hakika watapokubali Waislamu kuwa dhalili katika ardhi. Abu Ubaida alitumwa na Mtume akachukue kodi maalumu za jizya, kwa sababu Waislamu ni watukufu. Kafiri yoyote aliyekaa katika nchi za Kiislamu, basi salama yake atoe kodi maalum. Fakadima, na Bahrain masahaba wakikujua kuna nini tangu wakati ule na mpaka leo, ni nchi ambayo inao utajiri mkubwa wa dhahabu na petroli na mengine mbalimbali kama mifugo. Basi kamtuma akachukue kule kodi kwa makafiri. Fakadima, akarejea Abu Ubaida bin Jarrahi bimalin, kwa mali nyingi, min al-Bahrain, kutokea nchi ya Bahrain. فسمعت الأنصار, wakapata habari Ansari, bikudumi Abi Ubaida, kurejea kwake Abu Ubaida akitokea Bahraini. Na wakati ule Madina ilikuwa imeingia ukame, Madina palikuwa na dhiki kubwa. Walifika Waislamu mpaka kumwacha Mtume wa Mungu na watu wachache anahutubia, na wakati ule hutuba ilikuwa baada ya sala na sio kabla ya sala, hutuba ya Ijumaa kama ili vile. Walielewa masahaba kwamba ukipenda unaweza kusikiliza na usipopenda basi na kwenda zako, kama swala ya Idi vile ilivyokuwa. Walifika watu kumwacha Mtume, na baadhi ya watu wachache wanakimbilia misafara ya mali, au katuma mtu kutoka pale kama Bahrain hivi, wanajua anakuja na mizigo mizuri, anakuja kanona. Basi masahaba Ansari wakapata habari kwamba Abu Ubaida anarejea hivi sasa. Wafau salata alfajiri, wakajumuika masahaba hawa katika sala ya alfajiri. Fawafau, neno hili fawafau bimaana ijtamau, walikusanyika, wahadharu, na wakahudhuria salata alfajri, sala ya asubuhi kwa wingi sana, fi masjidi rasulillahi, katika msikiti wa Mtume wa Mwenyezi Mungu. Fawafau salata alfajri ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla, alipokwisha kusali Mtume wa Mwenyezi Mungu, falamma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, insarafa, akaondoka pale kwenye sala. Fata'arradu lahu, Ansari wakamzingia Mtume. Fata'arradu lahu ay qasadu lahu, walimkusudia kwamba wasimpe nafasi, yaani wanamuomba katika mali aliyokuja nayo Abu Ubaida, usinikose, hali yangu mbaya, wanangu vibaya sana nyumbani hali zao. Almuradi qasadu lahu yushirunahu, wanampa habari bihajatihim, kwa haja zao. Kila mmoja kamzunguka Mtume pale anataja haja zake, na kila mmoja haja zake ni kubwa zaidi kuliko mwenziwe. Fata'arradu lahu, wakawa wanamzingia Mtume wa Mungu, hana nafasi hata kuinua mguu mbele. Bwana Mtume alipoyaona yale, fatabassama Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akafanya kutabasamu Mtume wa Mwenyezi Mungu, akacheka kidogo. Alikuwa akielewa kwamba Madina imeingia dhiki,
na sasa washapata habari watu kwamba Abu Ubaida amerejea kutoka Bahrain, na bila shaka amekuja na mali nyingi, maana katumwa jambo la kukusanya kodi kule za jizya. Fatabassama Rasulullah, basi akatabasamu mtume Mwenyezi Mungu, hina raahum, wakati alipowaona Ansari wamemzunguka. Thumma qala, kisha mtume akasema, adhunnukum sami'tum anna Aba Ubaidata, nakudhanieni kwamba nyinyi mshasikia ya kwamba Abu Ubaida qadima bi shay'in min al-Bahrain, amekuja na kitu kutoka Bahrain, ndivyo sivyo? Faqalu ajal, Ansari wakajibu ndiyo ya Rasulullah, tutapata habari hiyo, na ndiyo maana hatukutoi sasa hivi hapa, mpaka utusaidie, mpaka ututie katika moyo wako kwamba fulani na fulani na fulani wasikose kitu. Faqala, basi mtume akawaambia, sikilizeni, abshiru, mimi ninakupeni bishara, furahini, wa amilu, nawekeni matarajio mema, ma yasurukum, kwa kupata jambo litakalo kufurahisheni. Abshiru, bishara njema kwenu, wa amilu, natarajieni mazuri, ma yasurukum, ambayo yatakufurahisheni. Pale kidogo Ansari hawakuelewa mtume anawaambia nini. Bado wengine walikuwa dhana yao ni ile dunia, kwamba tulieni, nitakupeni kitu ambacho mtafurahi. Lakini mtume akaendelea, fa wallahi, mimi ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, mal faqru akhsha, si ufakiri ninaoogopea mimi alaikum, juu yenu hata kidogo. Siogopei ufakiri, maana ufakiri ninajua utamfanya mtu atulie katika ibada pengine. Wala siogopei kwamba umati wangu utakuwa fakiri, siogopei hilo. Lakini mimi ninaogopea, akhsha, nachelea, an tubsata dunia alaikum, kuja kukunjuliwa dunia juu yenu nyinyi. Akhsha, naogopa mimi, an tubsata dunia alaikum, kuja kukunjuliwa dunia juu yenu. Tubsata ay tuwassa, kuja kufanyiwa wasaa dunia juu yenu wakati huo. Sasa kwa kuwa dunia ndo mnayo, kama busita, kama ilivyokunjuliwa dunia, ala man kana qablakum, juu ya wale ambao waliopita kabla yenu nyinyi, naogopea nanyi mtapewa mali vile vile. Fatanafasuha, basi itakuwa matokeo yake mtashindania dunia, kama tanafasuha, kama wao waliopita kabla yenu walivyoshindania dunia. Fatuhulikakum, hapo dunia itakuangamizeni, kama ahlakatuhum, kama dunia ilivyoangamiza waliopita kabla yenu. Mtume anabashiri kwamba kushughulikia dunia, kushindania dunia kutawaangamiza watu, dunia itawatupa kama ilivyoangamiza waliopita kabla yetu sisi. Alhadithu muttafaqun alayhi, imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Sasa tunaingia katika afada alhadithu, faida za hadithi hii. Kwanza kabisa katika hadithi hii mtume alichokikusudia, tahdhiru man futihat alayhi dunya, mtume anaitoa tahadhari kwa kila atakayefunguliwa juu yake ulimwengu. Anampa tahadhari kubwa, maana tabia ya kibinadamu haikubali isipokuwa itaathiriwa na mali, na kwa hivyo upande wa taa, ibada siri itapungua, na jengine litakalotokezea kwake ni jeuri. Atakuwa na jeuri, atakuwa na majivuno, atakuwa na maringo na waringia wenziwe. Kwa hivyo tahadhiru man futihat alayhi dunya, mtume kaweka tahadhari kwa kila ambaye itafunguliwa juu yake ulimwengu, min su'i aqibatiha, kutokana na ubaya wa mwisho wake. Dunia mtu kama atapewa, si aghlabu kuwa na mwisho mwema, anaharibikiwa. Kila atakayepewa dunia zaidi, ni wachache sana wanaovuka. Wa sharri fitnatiha, na mtume akaitahadharisha shari ya fitna yake dunia. Hii ni faida ya mwanzo ya hadithi, hadhari ya mtume kwa kila atakayekunjuliwa dunia. Kila ukiona kipato kinaongezeka kwako, basi ogopa sana, pengine Mwenyezi Mungu ameshakusudia kukupururia sasa kwa kukupa mali na kuingiza pahala pabaya. Usipotanabahi, usipojihadhari,
basi moja kwa moja utaangamia kwa dunia kama dunia ilivyoangamiza waliopita kabla yetu. Faida ya pili katika hadithi hii ni kwamba atanafusu fi dunya, kushindania watu katika mapato ya kidunia, kad yajurru linsan, inaweza kabisa kumburura mwanadamu ila fasadi dini, kuharibika kwa dini yake. Moja kwa moja dunia ndivyo ilivyo, kipato ndivyo kilivyo. Mara mtu anakuwa hana nafasi tena ya kusali kwa wakati swala zake, kila wakati yuko mbioni kwa ajili ya dunia, maana mambo yake sasa muhimu zaidi yamekuwa, na anayaona yanaharibika. Hata kwa dakika 5 za kuswali mambo yake yataharibika. Kwa hivyo nafasi hiyo anakuwa hana tena sasa. Faida ya pili, atanafusu fi dunya, kushindania dunia, kad yajurru linsana, huenda likamburura mwanadamu jambo hilo ila fasadi dini, kuharibika kwa dini yake. Na dini ikiharibika ndo kaangamia mtu, na ndiyo maana asikubali kuchezewa mtu katika dini yake. Ikipotea dini yake, basi kashangamia. Heshima yake yote kwa hakika inasimama kwa ajili ya dini yake, namna gani alivyokuwa navyo. Ule msimamo wa dini yake uwe na nguvu, uwe mkali sana, hakubali kuyumbishwa. Amekaa pahala madhubuti kabisa, kwa sababu heshima yake iko juu ya dini yake. Akidharau dini, basi atadharauliwa na yeye vile vile, na Mwenyezi Mungu atamwacha mkono. Akiwa amekaa imara katika dini, basi Mwenyezi Mungu atamuunga mkono na atamsaidia na kumuokoa katika pahala ambapo hadhaniwi kwamba atavuka salama. Mwenyezi Mungu atamuokoa kwa sababu amekuwa makini katika upande wa dini yake. Qala Ibn Hajar, amesema mwanachuoni Ibn Hajar al-Imam, lianna almala, kwa sababu mali, marghubun fihi, imependezeshwa katika moyo wa binadamu ndani ya mali. Fatartahu nufusu, nafsi huwa inastarihi katika upande wa mali. Hii ni kimaumbile, imeumbwa ile kwamba mtu anajijua tu kwamba ana pesa ndani ya mfuko wake, basi hata njaa huwa haioni kipindi kile, hana nafasi nzuri ya kupumzika pahala. Mazungumzo ya barazani kwake alikuwa kila mara kutwa kucha akionekana pale, maana hana la kufanya. Akageuza jina ya kwamba pale pahala kibaraza kile kinakuwa ni jobless corner, ni kona ambayo wanakaa waliokosa kazi, hawana kazi ya kufanya. Basi kutwa yuko pale anazungumza na wenziwe, lakini mifuko ikianza kujaa pale barazani pake panakuwa hapana nafasi tena. Hii ni tabia ya binadamu, na njaa huwa haioni siku ya kujaa mifuko yake kwamba ana fedha. Akijiona kwamba ana pesa, basi njaa huwa haioni tena. Sasa fikra zake ni nyingine kabisa zitakuwa. Mali ni kitu marghubun fihi, kimependezeshwa katika nafsi ya binadamu. Fa tartahu nufusu, basi nafsi huwa inaona raha, inastarehe. Anafika wakati mwanadamu mwenye pesa, basi afungue kabati atizame tu, ile kutumia anaziogopa zitapungua, zitamalizika. Hajistareheshi yeye wala mwingine, maskini ya Mungu. Basi anaridhika kwenda kufungua tajuri, akatizama mambo yalivyo, kisha akaanza kucheka nazo na akasema maneno pekee yake. Anazungumza pesa, mara azibusu kidogo, mara azirushe, mara azigeuze godoro azilalie. Akili hiyo inaanza kumharibika. Fedha ndivyo ilivyo, inamfanya mtu mpaka anakuwa mpumbavu, ikiwa fedha ya kweli kweli, sio fedha mchezo. Basi kwa hakika inaweza kumfanya binadamu akawa anastarehe sana, litalabihi, kwa ajili ya kuitafuta hiyo mali na akaipata. Fa tatamatta'u minhu, basi akikamilika nayo anastarehe nayo tu mali hiyo. Sasa ibada zinaanza kupewa mgongo. Kinachotizama pale ni vipi ataweza kuiridhisha nafsi yake, kuistarehesha katika mambo mbalimbali. Mwisho wake anaamua atembee duniani tu, basi akaangalia nchi mbalimbali, maana pesa za kuzifanya hanazo. Fatakau al-adawatu, matokeo yake huzuka uadui baina ya mtu na mtu. Al-mufdiyatu, uadui utakaopelekea lilmuqatalati, katika jambo la kupigana na kuuana. Chanzo ni nini? Ni mali. Hupelekea mashindano ya mali, kuuana watu, kila mmoja ataka apate kingi yeye. Al-mufdiya
na jambo la kuuana hupelekea ila alhalaki, kwenye maangamio. Hiyo ni faida ya pili ya wasia huu wa Mtume kuhusiana na mali. Faida ya tatu katika hadithi hii, adamul itmiinani, kukosekana utulivu, ila zakharifil hayati. Adamul itmiinani, kukosekana utulivu, ila zakharifil hayati, kuelekea kwenye mapambo ya uhai, ad-dunya, wa kidunia, wa shahawatiha, na matamanio yake, wa adamu at-tanafus biha, na kukosekana kabisa kabisa, wa adamu at-tanafus biha, na kuacha kabisa mashindano. Hapa ndo Mtume amekusudia kwamba adamu al-itmiinani, watu waache kutulizana, ila zakharifil hayati ad-dunya, kuyatazama mapambo ya maisha kilimwengu. Mtume amekusudia hilo katika hadithi hii. Na vile vile waache wa shahawatiha, matamanio yake, wa adamu at-tanafus biha, na waache jambo la kushindania dunia hiyo. Hapo ndipo watapoweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu vilivyo. Lakini madhali nyoyo ziko duniani, hata rakaa mbili zimekuwa nzito kwao, na hata kisomo cha sura yoyote ndogo kwenye Qur'ani limekuwa ni jambo lenye kuwaudhi vile vile. Nafasi hiyo hawanayo ya kusimama pahala kumtaja Mwenyezi Mungu. Vile vile hadithi, faida ya 4 katika hadithi hii, rahmatur rasuli sallallahu alayhi wasallam, tunaonyeshwa rehema gani alizokuwa nazo mjumbe wa Mwenyezi Mungu, bi ummatihi, kwa umati wake, wa khashiyatuhu alaihim, na woga wake bwana Mtume juu ya umati wake, wa tahdhirihim, na kuwahadharisha wao, an tuftinahumul hayatu dunya, isije ikawafitini maisha ya kilimwengu yakawaachisha ibada ya Mola wao, lima fi dhalika, kutokana na yale yaliyomo katika jambo hilo, min alhalaki, katika mambo ya kuangamia, wadharari, na mambo ya madhara. Na faida ya mwisho, faida ya 5 katika hadithi hii ni kwamba alghina, jambo la utajiri, idha lam yakun muqayyadan, itapokuwa halikufunganishwa jambo hilo, bidhawabiti shar'i, na hifadhi na pingu za kisheria, fa innahu yuaddi, utajiri huo utampelekea tajiri huyo, yuaddi ila mafasidin, kwenda kwenye fisadi, kwenda kwenye maharibiko, tafuku mafasidi alfaqri, fisadi ambazo zinakuwa zaidi kuliko fisadi za ufakiri. Ufakiri nao mbaya, una fisadi zake. Ufakiri inampelekea mtu kuwa muongo, inampelekea mtu kuuza dini yake kwa kupata jambo dogo tu, inampelekea mtu kudharau kila kitu cha Mwenyezi Mungu. Lakini madhara na fisadi za utajiri kubwa zaidi kuliko za umasikini. Manake utajiri ni uwezo, anaweza mtu kufanya lolote atakalo. Katika umasikini kuna baadhi ya mambo hayawezi, lakini katika utajiri atakimtaka mke wa mtu basi mara moja kumchukua, akitaka kumdhulumu mtu haki yake mara moja tu, kwa sababu yeye ana kingi zaidi. Hata katika biashara, kama hawezi kukomboa mali mtu maskini, tajiri anakuja anatoa mara 3 kuliko cha maskini. Kwa hivyo anakuwa na uwezo mkubwa. Fisadi za utajiri kubwa zaidi kuliko za umasikini. Qala Allahu ta'ala, kwani amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal insana la yatgha, hakika mwanadamu huwa jeuri, an raahu istaghna, pale anapojiona yeye ametosheka na kila kitu, hahitaji msaada kwa mwingine, kila kitu yeye ametosheka nacho. Wa adhanu al-isha'i biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Hadithi ya pili katika hadithi 34 katika mlango wa 55, mlango ambao unatufundisha suala moja zito sana, kubwa sana, la kuipa nyongo dunia na kujihimiza katika kukimbilia kwenye uchache wa mapato ya kidunia. Hadithi ya pili, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, na kutokana na Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala, amesema, jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ala al-minbari, alikaa kitako siku moja mjumbe wa Mwenyezi Mungu juu ya mimbari. Wajalasna haulahu, na sisi tukakaa pembezoni mwake pale kumzunguka Mtume. Tuligundua tu kwamba liko jambo Mtume atakulisema.
Kapanda juu ya member, kaka kitako, tukasogea karibu yake, tukaizunguka member chini pale. Wajalasna haulahu, nasi tukakaa pembezoni mwake. Faqala, mtume akasema, inna mimma akha